naongea na ndugu zangu Waislamu. Ninasema tena ya kwamba achaneni na Muhammad, anawapoteza. Tuachane na Muhammad, anapoteza kundi kubwa la watu. Ndio naona ili mwanadamu aweze kupata uzima wa milele leo anafaa kumfata Yesu, kitu ambacho Muhammad kakataa. Lakini kumbukeni ya kwamba Muhammad ni mtu ambaye ni Mwarabu ambaye hakuwa amesoma wala kuandika, hakujua. Sasa hivyo muda huo Qur'ani inatuambia kwamba inakubali maudhui yaliyoshushwa kwa manabii wa nyuma, lakini pia Isa mwenyewe. Sasa ninaomba tuweze kuangalia kitu kimoja. Unaona, mfano kile ambacho Muhammad anasema kuhusiana na Yesu inabidi tuweze kuangalia ili Waislamu leo, Waislamu wote walifaa, wanaomuomba Mungu na kuamini katika Mungu kweli, walifaa kumkimbilia Yesu kwa ajili ya wokovu. Ndugu zangu, katika Qur'ani 5:75 anasema Masih bin Maryam si chochote ila ni mtume tu. Kwa hivyo kwa mujibu wa Qur'an, Yesu Masih si chochote ila ni mtume tu. Sasa hapa ndipo ambapo hoja inakuwa ya kwamba si chochote ila ni mtume. Lakini ngoja nionyeshe kitu kimoja. Ikiwa Qur'ani inakubali Injili katika Qur'ani 3, hapa tunaanza kuona kwamba yale yaliletwa kwa Isa mwenyewe yanakubalika katika Qur'ani, yanakubalika. Katika 3:84 anasema, sema tumemwamini Mwenyezi Mungu na yale yaliyoteremshwa Ibrahim na Ismail na Ishaka na Yakub na watoto wake, na yale aliyopewa Musa na Isa na manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Kwa hivyo kumbe wale walipewa pamoja na yale amepewa Isa ndiyo ambayo yanakubalika kama Injili. Lazima tuyapitie sasa kuona, je, Isa mwenyewe anasemwa vipi? Sasa mfano ili uone kazi tulionayo, tutasoma Injili sasa ambayo Isa mwenyewe amepewa kwa ajili ya watu, kuambiwa ni kwa namna gani watu waweze kuokolewa. Katika Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wake ni wa 36 anasema, basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Hiyo ni andiko la kwanza. Kwa hivyo kumbe kitu cha kwanza ni kwamba ukienda kwa Yesu kama mwana wa Mungu, hiyo ni hoja nyingine ambao tutakuja izungumza siku nyingine. Lakini ukinapoenda kwa Yesu akikuweka huru, amekuweka huru kweli kweli. Kitu kingine ni kwamba katika Injili hiyo ambayo imekubaliwa na Qur'an inasema hivi katika sura ya 6 mstari wa 39 mpaka 40 anasema, na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya. Kumbe Yesu Isa kapelekwa na aliyempeleka, alafu mapenzi ya aliyempeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Mstari wa 40, kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila mtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hivyo kumbe Isa anapoleta Injili anasema mapenzi ya Baba yake yule amemtuma yeye ulimwenguni, anasema ni kwa ajili ya watu watakaomwamini yeye Isa waweze kupata uzima wa milele. Tena kama watakufa, akija atawafufua na kuwapa uzima wa milele. Sasa kitu kimoja ambacho nataka niweze kumalizia katika sifa ambazo Muhammad kwanza mwenyewe hana, alafu wale watamfuata Yesu watakuwa nazo. Ndio maana ninasema tena, ndugu zangu, tupo katika wakati ambao hatutakiwi kulemba Injili. Watu waweze kuambiwa wanaokolewa vipi, waachane na uongo wa kila namna. Sasa katika Qur'ani sura ya 6 tuone hapa kile ambacho Muhammad anasema, alafu tulinganishe, si kumlinganisha tu na Yesu, tulinganishe na wale wanamfuata Yesu. Unaona haya anasema hivi katika Qur'ani
6 mstari wake ni wa 15. Anasema sema mimi naogopa adhabu ya siku kubwa hiyo, ikiwa nitamwasi Mola wangu. Kwa hivyo Muhammad anaogopa ile siku ambapo kutakuwa na adhabu kubwa. Hiyo naomba nirudie 6:15. Anasema sema mimi naogopa adhabu ya siku kubwa hiyo, ikiwa nitamwasi Mola wangu. Kwa hivyo anaogopa. Alafu kitu kingine kabla hatujatoka kuingia katika Biblia tuone kitu ambacho kinasemwa pia hapo. Nitaomba niweze kusema kitu kimoja hapa katika sura inayofuata ili tuweze kuona utofauti wa hawa watu wawili katika Quran 7:188. Alafu tutakompea sasa na Biblia. Anasema sema sina mamlaka ya kujipa nafuu wala kujiondolea madhara, ila apendavyo Mwenyezi Mungu, na lau kama ningalijua ghaibu ningeizidisha mema mengi. Anasema hana mamlaka ya kujipatia nafuu. Sasa ninaomba hizi aya mbili tuziangalie katika Biblia. Tunaanza na kwanza katika sura ya 6. Tumesema kwamba Muhammad anaogopa adhabu ile kuu inayokuja. Amesema sema naogopa adhabu ya siku ile kuu. Sasa katika Biblia inatuonesha kitu kimoja hapa. Anasema katika kitabu sasa cha Warumi, tuangalie katika kitabu cha Warumi ambacho kinawaongelea wale watamfuata Yesu. Ndio hizi faida ambazo tunahitaji watu waweze kukaa katika Kristo, waweze kuamini na kuweza kupata uzima wa milele, waachane na uongo wa mtume aliye mwalabu. Anasema Warumi 8 mstari wa kwanza, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kumbe wale wapo katika Kristo Yesu, hakuna adhabu juu yao. Lakini Muhammad habari gani? Anaogopa ile siku adhabu itakuwa namna gani. Kwa hivyo kama hata yeye angejua ili andiko lipo, maana hakujua kusoma wala kuandika. Ndivyo tunavyoambiwa katika sura ya 7 hii mstari wa 157. Anasema nabii aliye umi asiyejua kuandika wala kusoma. Ndivyo hivyo anasema ambaye wamfuata mtume, nabii aliye umi asiyejua kusoma wala kuandika. Quran 7:157. Kwa hivyo hakuwa anajua chochote katika kuandika au kusoma. Kwa hivyo kama ingekuja akashika Biblia angejua kusoma, kwa hakika hadi leo angekusha kumfuata Kristo na kupata uzima wa milele. Sasa wale wamebaki wanamfuata tena yule kipofu. Sasa wawe vipofu. Hiyo ni kitu cha kwanza. Anasema hakuna adhabu, huku anaogopa adhabu. Kitu cha pili, tukirudi katika aya hiyo ya 7, sasa tuangalie kitu ambacho tumekimalizia hapo. Anasema sema sina mamlaka ya kujipa nafuu wala kujiondolea madhara. Hana mamlaka. Sasa tuangalie kwanza Yesu vile amesema katika kitabu cha Mathayo, ikiwa ndio injili hiyo. Anasema hivi katika Mathayo sura yake ya 28 mstari wa 18. Kwanza anasema Yesu akajibu akaja kwao akasema nao, wakaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hivyo Yesu ana mamlaka yote mbinguni na duniani, si mtume tu, ana mamlaka mbinguni na duniani. Hiyo ni kitu. Kwa hivyo hata Muhammad hana uwezo wa kujipatia mamlaka ya kuweza kujiponya wala kufanya chochote. Lakini vile hata nabii Isa mwenyewe vile alikufa msalabani, hii ni kitu ambacho pia ni uhakika, na Yesu alikufa. Sasa wakati amekufa msalabani, injili inatuambia nini hata wakati amekufa? Ndio unaona Muhammad hawezi kujipatia mamlaka ya kujipatia nafuu, lakini Yesu anasema nini? Ya kwamba kama hata asingeamua na isingekuwa imeandikwa vile, wasingeweza kumuua, kwa sababu ni yeye mwenyewe mwenye mamlaka hata ya mwili wake mwenyewe. Unaona Sasa anasema katika
sura ya 10 ya Yohana Mtakatifu, Injili, anasema katika mstari wa 18, Yohana 10:18, hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe, nami ninao uwezo wa kuutwaa tena. Agizo hili nalipokea kwa Baba yangu. Kwa hivyo kama vile Yesu aliuliwa, basi ni kwa sababu aliconsent mwenyewe, alikubali ya kwamba aweze kuuliwa ili kuleta ukombozi kwa wanadamu, na ndio ameweza kuleta ukombozi. Kila mtu atakayemwamini aweze kupata uzima wa milele. Leo ni wito kwa Waislamu, wito kwako unayefuata nabii aliyeumi, kwa kuwa hakujua kusoma wala kuandika, na angejua leo angekuwa Mkristo. Lakini wewe bado unang'ang'ania, ndugu yangu, njoo katika Kristo, njoo katika Kristo ili uweze kupata uzima wa milele. Maliza na fungu la Yohana 3:16, nasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ukimwamini unapata uzima wa milele, hujamwamini hakuna uzima wa milele. Kazi ni ya kwako, na wito ni huu sasa, kwa wewe kuweza kurudi katika Kristo katika njia iliyo sahihi.